Mpenzi mtazamaji wa Global TV, tuko makaburini ambapo tumemsindikiza mtoto wa msanii wa Bongo Movie Devota Mbaga. Tuko hapa na baadhi ya wasanii na hapa naenda kuzungumza na mmoja wa watu ambao wako karibu na wasanii lakini ameweza kuwa na vyeo mbalimbali ndani ya sanaa. Tunaenda kuzungumza naye na hata aelezee kidogo kuhusiana na alivyomfahamu. Majina anajulikana kama Marola. Na kwa leo nimewakilisha waigizaji Faraja na Raha. Na leo tumekuja kwenye Faraja kwa ajili ya ndugu yetu Devota. Labda tumeona kuna baadhi ya wasanii lakini bado wengine sio wengi sana, na labda taarifa mkuzitoa kwa wingi, kwa kama nyewe kulenda Faraja na yeye Mama Marola, unajua kabisa kwamba ni uko ndani ya wasanii na mijumuiko yao. Kwa kweli taarifa imetolewa vizuri sana kwenye magrupu yote. Labda tuseme watu siku hizi wana changamoto mbalimbali, ila wengi wamesikitika sana kwa huu msiba. Ni msiba ambao umemgusa kila mtu, kwa sababu Devota ni ndugu yetu, ni rafiki yetu, na mtoto wake alikuwa anajulikana kwenye ndani ya sanaa. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo ulikuwa unamfahamu Je Kennedy? Nilikuwa namfahamu yule kijana sana, tena mara mbili. Kuna siku nilitembelea nyumbani kwao nikamkuta, kwa hiyo nilikuwa namfahamu. Pole sana, lakini mwisho unatoa neno gani kwa watu mbalimbali, wasanii na makundi yao tofauti tofauti? Kwa kweli sina neno zaidi, labda niseme tu kwamba jamani, tuzidi tu kupendana. Watu wengi wanaongea mambo ya kupendana, lakini tuwe na ushirikiano. Kwa mfano kama mwenzetu Devota alivyotuona leo, hata kama alikuwa na majonzi kidogo, naona kwamba wenzangu wanalia na mimi, wanaomboleza na mimi. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana. Kwa hiyo ningewasihi sana wasanii tuwe tunakimbiliana, ni kitu muhimu sana. Kene kwanza, yule ni mtoto wa mama ambaye ni msanii mwenzetu. Tunaweza tukasema kwamba alikuwa kama familia kwetu. Ni mtoto ambaye wasanii wengi sana walimjua. Mtoto ambaye hata siku anaoa wasanii wengi pia walijumuika kuwa naye, kwa maana walimgeuza ni mmoja wa familia yetu. Kwa hiyo ni mmoja ya familia yetu. Kwa hiyo kuondokewa kwa Kenneth imetugusa kwa namna moja ama nyingine. Kwanza rafiki yetu kafiwa. Pili, sisi wenyewe ameondoka mtu ambaye tunamfahamu. Poleni sana, lakini natamani umwambie kitu chochote mama yake, kwa sababu mama yake pia ameonekana ni mtu jasiri na tofauti na watu walivyotegemea, yani amepata ujasiri wa ajabu. Inawezekana ndani ya moyo ana maumivu makali, labda unamwambia nini? Kuna mambo lazima tu ukubaliane nayo. Najua moyo unauma sana, roho inasikitika sana. Unatamani, unajua dunia sasa hivi wazazi wetu wanatamani wao ndo wazikwe na watoto wao. Lakini mambo yanabadilika kwamba watoto wanaondoka, wazazi wanawazika watoto wao. Kwa hiyo kila mzazi angetamani mtoto wake asiondoke na mzike yeye. Mimi binafsi jambo la Mungu halipingiki. Mwenyezi Mungu ndio aliyempatia Kenneth na Mwenyezi Mungu ndio aliyemchukua Kenneth. Kwa hiyo hana budi kushukuru Mungu na kumwomba tu ampe neema, uvumilivu, aendelee kumtumainia Mungu. Si ajabu amemtoa Kenneth, lakini liko jingine ambalo amemwandalia. Kwa hiyo akuwe tu kiimani, hakuna kingine. Ya Kenny ninamfahamu kwa ajili ya kupitia mama yake. Mama yake ni msanii mwenzetu, lakini mama yake ni watu ambao tulikuwa karibu sana miaka mingi tuseme yani. Kwa hiyo mimi nilimfahamu mara kwanza Kennedy yani akiwa mdogo. Nakumbuka kuna siku moja Devota alikujaga naye Leaders kule. Kalikuwa kibonge. Lakini baada ya hapo ukweli sijaonana naye tena, ila naona tu kwenye matukio alivyokuwa ameoa nini yani hivyo. Haya basi Harriet, na labda mwisho ungezungumza nini? Nachopenda kuzungumza, kifo cha Kennedy kimeleta masikitiko, alafu si tuseme vyombo vya moto vinatakiwa viwe waangalifu sana. Kwa sababu hizi kesi za vifo vya bodaboda naona kama vimekuwa vingi. Vinasababisha yani jamii kama hivyo, kijana bado ni mdogo, mtu wa 97 na miaka 29 kupoteza maisha. Yani ni pengo kubwa sana kwa familia na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo ni kuwa makini kwa hivi vyombo vya moto vinavyokuwa vinaenda barabarani, especially bodaboda, ni hivyo kuwa waangalifu. Habari mama Kibakule? Nzuri. Au ile jina umeliacha? Linaendelea alifu hilo. Mama Kibakule Manyama. Nimekuta leo msibani, ningependa kufahamu labda umemfahamaje mtoto alikuwa unamfahamu. Tunajua Devota ni msanii mwenzako, lakini mtoto wake labda mlishakuwa karibu.
Yani Devota namfahamu kama dada yangu na Devota namfahamu kama mwanatasnia mwenzangu. Ni mtu ambaye yuko karibu sana na mimi. Shida zake zangu zake. Nikipata na tatizo yupo kwangu na mimi akipata tatizo niko kwake. Mwanae Kennedy namfahamu vizuri tangu anaoa. Siku ya ndoa nilikuja mimi na Bimwenda mpaka anaoa nini, yani imetugusa. Imetuuma. Yani Kennedy amekatika, manake bora angeumwa. Lakini ajali si unajua haina kinga. Yani Kennedy namjua, ni mtoto wa Devota wa pili, yani inauma sana. Poleni sana mama Nyamayo. Asante. Nyamayo kwanza yupo kibakuli? Yupo Nyamayo, yupo kibakuli, yupo wote wapo. Haya, asante. Haya. Doki, mambo? Mabaya. Mabaya. Pole. Asante. Ni mabaya kwa sababu pia ya msiba huu. Yeah, of course. Unazungumziaje kwa sababu nimekuona naye ni mmoja wa wasanii ambaye umehudhuria kwenye msiba wa mtoto wa Devota Mbaga? Nazungumzia msiba kama msiba, bayarani na uzoeleke msiba. Msiba ni majonzi, msiba ni huzuni, msiba ni maumivu. Msiba kwa upande mwingine pia ni mateso ya muda pia. Yeah, kwa hiyo msiba hauzoeleki. Leo tuko hapa tumekuja kumfariji msanii mwenzetu. Ukiacha tu msanii mwenzetu, lakini kwa mimi ni jirani yangu Kigamboni na ni mtu ambaye nimeshirikiana naye katika baadhi ya projects. Na ulikuwa unamfahamu kijana Yes, Kennedy namfahamu kabla hajakuwa mtu mzima, kabla hajaoa, kabla hajakuwa na mtoto. Namfahamu na miezi 4 kabla sijaenda Chunya. Nilitokea pale kwa Devota na yeye ndo alikuwa amenipokea. Alikuwa ana pub yake hapo. Nilikuwa nimeenda kumfuata mamake. Makiwa mara kwa mara jioni kama nikiwa da napenda kuenda kwa Devota. Kwa hiyo tukawa tumekaa pale tunapiga story. Kila nikitaka kuondoka ananiambia msubirie mama atakuja. Mama atakuja, mama atakuja. Hivyo kumbe ndo ilikuwa ananiaga. Yeah. Pole sana Doki, lakini pole na wana Kigamboni. Asante, tunashukuru. Mungu ampe nguvu, ampe amani ya nafsi. Unajua kuondokewa na mtoto, mume, mzazi ni kitu kingine tofauti. Kwa hiyo mimi naomba tu Mungu ampe ujasiri na kusahau kwa haraka, asimame imara. Pole sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.